Imekuwa ni kawaida kwa kila klabu kuweza kutambulisha jezi ambazo watakwenda kuzitumia kwenye michuano ya kimataifa, hasa kwenye upande wa ndani ya Tanzania. Tumekuwa tunaona kwa upande wa vilabu kama Simba, Yanga, lakini pia hata sasa hivi tutaweza kuona Azam pamoja na Singida wakienda kutambulisha moja kwa moja jezi ambazo watakwenda kuzitumia moja kwa moja kwenye michuano hiyo ya kimataifa. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga tayari kuanzia sasa wameweza kutambulisha jezi ambazo zitakwenda kutumika kwenye michuano hiyo ya kimataifa kwenye upande wa ligi ya mabingwa, ambapo tunafahamu Yanga wanashuka Jumamosi hii dhidi ya AS FAR Rabat. Sasa tayari wengi tulikuwa tunajiuliza kwamba upande wa klabu ya Yanga, je, watakwenda kuzitumia jezi za aina gani? Sasa hapa utakwenda kuzitazama jezi ambazo zitakwenda kutumika kwenye michuano hiyo ya kimataifa, ambapo hapa utakwenda kutazama jezi ya nyumbani, lakini pia jezi ya ugenini, lakini pia jezi nambari 3 ambapo utakwenda kuiona hapa. Lakini kabla hatujakwenda kutazama jezi hizi, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia jezi ambazo zitakwenda kutumika moja kwa moja kwenye michuano hiyo ya kimataifa. Kuelekea hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, klabu ya Dar es Salaam Africans hii leo imeweza kutangaza rasmi jezi mpya 3 ambazo zitakuwa zikitumika katika kampeni yao ya kimataifa msimu huu. Utambulisho huu umeleta msisimko mkubwa kwa mashabiki na umekuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja akiwa anaitazama jezi ambayo ameipenda. Sasa twende tutazame moja kwa moja jezi ambayo itatumika kwenye kiwanja cha ugenini, ama niseme jezi ya 3. Sasa kwa upande wa jezi ya 3, kwa upande wa klabu ya Yanga, ni jezi hii yenye rangi nyeusi. Ukiitazama ni jezi ambayo ina rangi nyeusi moja kwa moja, lakini pia kuna maandishi ambayo yameandikwa kwenye jezi hiyo yenye Yanga, ambapo ukitazama jezi nzima imeandikwa maandishi ya Yanga, lakini pia ikiwa na neno pale la SportPesa ambao ndio mdhamini mkuu, na hii ndio jezi ambayo itatumika kwenye michuano hiyo ya kimataifa. Hii ni jezi ya 3. Ukitazama imeandikwa zaidi kwenye herufi za Yanga jezi nzima. Lakini pia jezi hii ya pili ni jezi ya njano. Jezi ya njano ambayo ina njano sehemu yote, lakini pia kuna kimstari hapa ambacho kimepita hapa tumboni, ambacho kimeanzia kwenye eneo la shingo hili mpaka chini. Ukitazama kimstari chenye rangi ya kijani ambacho kipo hapo. Lakini pia kama ambavyo unaona, hiyo ni jezi mpya kwa upande wa klabu ya Yanga ambayo watatumika sasa moja kwa moja kwenye mechi hizo za ugenini. Itazame namna ambavyo jezi ilivyo, lakini pia unaweza kutoa maoni yako kwa kusema kwamba jezi hiyo unaiona vipi kwa namna ambavyo ilivyo. Sasa twende tuitazame jezi hapa ambayo itakwenda kutumika kwenye michuano ya kimataifa. Hii ni jezi ambayo itakuwa ni ya nyumbani, yani Yanga wakiwa kwenye kiwanja cha nyumbani, basi jezi hii ndio ambao watakuwa wanaitumia. Ina mistari mirefu yenye rangi fulani hivi ya kijani ambayo iko kuanzia juu, lakini pia kuna rangi fulani hivi kama rangi fulani hivi ukitazama kwenye kora humu kuna weusi, lakini pia kuna njano, lakini pia kuna ukijani, yani rangi zake 3 zote ambazo wamekuwa wakizitumia kwa upande wa klabu ya Yanga. Lakini pia kama ambavyo unatazama mistari hiyo ambayo imeishia kwenye maeneo fulani ni mistari mifupi ambayo haijagusa jezi zote, lakini imegusa kwenye maeneo kama kisu fulani hivi ambacho kimekata kutokana na namna ambavyo